Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Siku hubi dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi arrahmani rrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Amma ba'd, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma Mtume sallallahu alayhi wasallam, unaisikiza ya kwake nashidi Abdul Qadir Thabit ikienda kwa jina la usihubi dunia, kwa maana kwamba usipende dunia na kuipa mahaba ya aina yoyote, kwa sababu utakapoipenda dunia, hakika yaliyomo ndani yake yatakuhadaa, yatakupoteza, yatakunyima fursa ya kuona neema za Uislamu, neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukihubi dunia, hutoweza kusikiliza mambo yaliyokuwa yenye kheri. Awali nimeanza kukusalimu kwa salamu za watu wa peponi. Ndani yake kuna amani, kuna huruma ya Allah tabaraka wa ta'ala na baraka za Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini jambo la pili niseme kwamba tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali na mali, kwa kutujalia kuweza tena kukutana kwa siku hii nyingine katika kipindi chetu cha Jifunze Qaida. Qaida ni kitabu ambacho kinakupa mwongozo wa namna gani ya kuweza kusoma maandishi ya Kiarabu, namna ya kusoma Qur'ani vizuri bila gagaziko lolote. Mashaka yangu upo na amani, mashaka yangu ya kwamba afya yako ipo salama. Sina shaka juu ya hilo bila shaka, na niseme kwamba nichukue nafasi hii kukueleza machache juu ya hiki ambacho unachokisikiliza, ama kituo hiki kinahusu nini. Machache nikueleze. Kimsingi hii ni Tahfidh Online Madrasa ambayo kimsingi inaongoza katika kutoa elimu ya dini tukufu ya Kiislamu kwa njia ya mitandao, na lengo letu kuu ni kumfikia kila Muislamu bila kujali umri au jinsia, na kumpa elimu bora ya dini ya Kiislamu. Masomo ambayo sisi tunayafundisha ni pamoja na kusoma Qur'ani na kuhifadhi, tafsiri ya Qur'ani, masomo ya tajwid, masomo ya tauhid, masomo ya hadithi, masomo ya sira, masomo ya nahwu, masomo ya usulu thalatha na masomo mengine mengi ya dini tukufu ya Kiislamu. Kwa sasa tuna marhala mbili: marhalatul ibtidaiya, marhalatul almutawassita. Sasa ndugu yangu katika imani, mpaka sasa unasubiri nini? Inawezekana haujui kusoma Qur'ani kwa uzuri wake, ama pengine unajua lakini unahitaji kuweza kujiendeleza, kuhifadhi Qur'ani, kujua tafsiri ya Qur'ani, kujua masomo vile kama vile ya tauhidi, hadithi, fiqh, tajwid na mengineyo mengi ambayo nimeyataja. Chukua mawasiliano yetu ambayo kimsingi yanaonekana katika runinga ama kifaa chako ambacho unachotumia kuweza kututazama kwa sasa ama kutufuatilia kupitia Tahfidh Online Madrasa. Neno karibu ni neno lenye uungwana ambalo linapenya katika kila nta ya masikio ya kila mwenye hekima na busara. Kwa busara na hekima kubwa niseme karibu sana, ukaribie katika darasa letu siku hii leo tuweze kujifunza qaida. Kwani leo kunani tunakwenda kujifunza kitu gani? Karibu uweze kukaribia katika darasa hii siku hii leo. Tumeshatengeneza tayari ama tumeshasoma darasa mbili za nyuma. Kwa hiyo hakikisha unakwenda katika upande huu wa playlist. Waona katika hiyo simu yako hapa unapotazama, ingia katika bio ya Tahfidh Online Madrasa, halafu ingia sehemu iliyoandikwa playlist. Tazama kujifunza kaida, kuna playlist ya kwanza, ya pili, na hili somo ni la tatu leo unakwenda kulifuatilia. Usiache kufuatilia kwanza ya mwanzo, halafu uje kuendelea na hili la leo bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Leo ni tarehe 27. Bila shaka hivyo acha tuhakikishe mambo kidogo hapa. Mambo yasije kawa tunasema hivi kumbe yenyewe mambo ni tofauti. Leo ni Jumatano. Leo Jumatano, kizungu wanaita ni Wednesday.
na tarehe ni 25. Waona ilikuwa kidogo nakwenda mrama. Tarehe 25 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1447, nazungumzia mwaka wa Kiislamu Hijria, sawa na tarehe 17. Mambo vipi tena hapa? Sawa na tarehe 17 Septemba 2025 miladia, mwaka wetu huu wa kawaida wa kidunia huu. Karibu sana sasa tuweze kuwa pamoja katika nafasi hii, na usisite kuweza kuchukua mawasiliano yetu kwa ajili ya kupata darasa zetu mubashara ambazo zinakuwa zinaendelea kwenye mitandao yetu ya WhatsApp. Wenzako wanasoma umri wako kama wewe. Sasa usiache kuweza kujifunza kutokana na sababu ya umri ama sababu yoyote ile. Jitahidi uweze kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanajifunza mambo mema yatakayowasaidia katika hii dunia pamoja na akhera. Ninaikukaribisha, ninaitwa Abu Mahir Mmelekwa, karibu sana, na ninakwenda kushare screen yangu. Usiache kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele pamoja na kucomment, pamoja na kushare kwa wengine ambao unaowapenda. Screen yangu ndio hiyo hapo. Hebu tuende bado tupo na kitabu chetu hiki cha Qaida. Kitabu kinakwenda kwa jina la Nurani Qaida. Kwa hiyo unahitaji kitabu hiki, PDF ya kitabu hiki, nitafute kupitia WhatsApp, namba zangu zipo hapo. Nitakupatia inshallah hiki kitabu. Haya, wacha tuanze hapa. Mara ya mwisho nakumbuka tulijifunza, acha tuje chini haraka hapo kidogo. Okay. Acha tuje chini hapa. Acha tuje chini hapa. Shuka tena. Mara mwisho tulijifunza hizi vowels, right? Tulijifunza hizi alama za fatha, kasra, ambazo kimsingi ukisha zitambua alama hizi vizuri ndizo ambazo zinakusaidia sasa. Taib. Acha tuweke mitambo yetu vizuri hapa kidogo. Hizi ndizo zinakusaidia kuweza kujua herufi hii inatakiwa isomeke hivi. Sawa. Herufi hii inatakiwa iweze kusomeka hivi na herufi hii inatakiwa isomeke hivi. Kwa hiyo tulijifunza zote na tukamaliza. Sasa leo insha Allahu Taala, hebu tuende tukajifunze kitu kinachoitwa tanwin. Tukajifunze leo kitu kinachoitwa tanwin, tujue tanwini maana yake ni nini. Taib. Tunaposema tanwin ni kitendo cha fatha kuwa mbili. Sawa. Huku nafikiri tuliona fatha hizi, tukaona kasra, tukaona dhamma. Sasa hizi hapa tukaziita ni irabu. Jina lake la kawaida tukaita ni irabu. Sasa nini maana ya tanwin? Tanwin hapa kwa mujibu wa kitabu, mwandishi anasema the double fatha, double kasra and double dhamma is called tanwin. In this lesson, practice to do ikhfa, hiding the voice of mim or nun partially in the nose is called ikhfa. Whenever tanwin is followed by thrillers, don't do ikhfa. Right. Sasa somo letu hapa leo litakuwa linahusu tanwin, na tanwin tunajua tumeelezwa hapo kwamba ni kile kitendo cha herufi kuwa na fatha mbili. Yaani fatha zikiwa mbili, ama kasra zikiwa mbili, ama dhamma zikiwa mbili. Hiyo kwa neno ama sentensi moja tunaita ni tanwin. Mfano hapa. Tazama. Waona hizi fatha mbili hizi. Waona hizi kasra mbili. Na waona hizi dhamma mbili. Hizi zikiwa kwa pamoja ama kwa jina moja tunaziita tanwin. Kwa unaweza kuwa unaandika hapo kwenye daftari lako la kumbukumbu na kadhalika. Unaweza kuandika hapo tanwin ni fatha zikiwa mbili, kasra zikiwa mbili, ama dhamma zikiwa mbili.
Hiyo ndiyo maana ya tanwin. Na ndugu yangu mfuatiliaji, ndugu mwanafunzi ambaye unafuatilia darasa hili, elewa ya kwamba tanwin inazalisha sauti ya nuni sakin, yani nuni yenye sakna. Sawa sawa, Ngoja niwatafutie hapa mfano wa nuni yenye sakna ili muweze kuelewa. Nikisema tanwin ninakusudia nini? Okay, nafikiri nuni wote tunaijua, si ndio? Sakna ni sawa na kusema hii hapa. Ona hii iliyokuwa juu, ngoja nizoom tena. Ona hii iliyokuwa juu hii. Sawa sawa, Ona hii iliyokuwa juu. Hii hapa iliyokuwa juu hii hapa. Hii kwa lugha rahisi na kirafiki tunaita tunaita sakna. Tunaita sakna hii hapa. Hii ambayo inakwenda kama sifuri. Acha nizoom tena. Hii ambayo inakwenda kama sifuri hii. Hii kwa lugha fupi inaitwa sakna. Kwa lugha fupi inaitwa sakna. Kwa sakna, tukisema kwamba tanwin inazalisha sauti yenye sakna, tutakuja kujua ni kwa namna gani inazalisha hiyo sakna. Kwa hiyo tujue kabisa, tuweke katika mawazo yetu na fikra zetu na katika akili zetu ya kwamba tanwin inazalisha sauti ya nuni sakna. Haya, tukisema tanwin tushajua tafsiri yake. Tukisema fathataini ni sawa sawa na kusema an. Sawa sawa, Yaani katika Kiswahili kule ni sawa sawa na kusema a na n. Alafu kasratain ni sawa sawa na kusema I na n. Sawa sawa, Alafu dhammatain sawa sawa na kusema u na n. Kwa hiyo inakuwa an, in, on. Kwa hizo ndio sauti za hizi vowels. Kwa hiyo ni muhimu na vyema sana kuweza kuzitambua, itatusaidia. Kwa hiyo hii hapa inaitwa fathataini na hii hapa inaitwa kasratain. Sio kasratain, inaitwa kasrataini. Alafu hii hapa inaitwa dhammataini. Wacha ninywe fundo la maji kwanza, maana huku kwetu sasa hivi ni joto kweli kweli, mwezi wa 9. Sasa tukisema fathataini tujue ni sawa sawa na kusema an. Maana tutakuja kuongeza tu an katika hizi herufi. Sawa sawa, mfano mim fatha man, mim kasra min. Tutakuja kuelezea. Kwa hiyo hapa tunasema mim fathatain man. Itatakiwa isomeke kama hivyo. Mim fathatain man. Alafu hapa tunakuja mim kasratain min. Mim kasratain, kwa unatakiwa usome na mimi. Mim kasratain min. Right? Mim kasratain min. Alafu hapa mim dhammataini. Kwa dhammataini zenyewe ndio hizi hapa. Mim dhammatain mun. Kwa katika kuunganisha tutasema man, min, mun. Kwenye kuunganisha tunasema man, min, mun. Sawa, Man, min, mun. Kwa hiyo hii ni mim fathataini man. Inatakiwa iende kama hivyo. Na hii hapa
ni mim kasrataini min, na inayofuata mim dhammataini mun. Kwa hiyo tutasema man, min, mun. Tutasema man, min, mun. Haya, hapa sehemu inayofuata ya pili, acha nizoom kidogo hapa. Hii tunaita ba fathataini ban. Ba fathataini ban. Narudia tena. Ba fathataini ban. Ba kasrataini bin. Ba dhammataini bun. Ba fathataini ban, ba kasrataini bin, ba dhammataini bun. Tasema ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Ba fathataini ban, ba fathataini ban, ba kasrataini bin, ba dhammataini bun. Tasema ban, bin, bun. Ba fathataini ban, ba kasrataini bin, ba dhammataini bun. Tunasema ban. Kwa hiyo hii hapa tutasema, tutazalisha sauti ya nuni sukuni inazalishwa vipi? Kwa hiyo kusema ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Sawa eh? Nasema ban, bin, bun. Kwa hivyo ndio inavyokwenda. Wawu fathataini wan. Wawu kasrataini win. Wawu dhammataini wun. Wawu dhammataini wun. Wan, win, wun. Sawa eh? Wan, win, wun. Wawu fathataini wan. Wawu kasrataini win. Wawu kasrataini win. Wawu dhammataini wun. Wawu dhammataini, wawu kasrataini win. Wawu dhammataini wun. Wan, win, wun. Baik. Narudia tena. Wawu fathataini wan. Wawu kasrataini win. Wawu dhammataini wun. Wan, win, wun. Kwa itatakiwa iweze kwenda kwa format hiyo. Hapa inayofuata ni fa. Fa fathataini fan. Fa kasrataini fin. Fa dhammataini fun. Fan, fin, fun. Right? Tha fathataini than. Tha kasrataini fin. Tha dhammataini thun. Than, thin, thun. Than, thin, thun. Sawa eh? Dha fathataini. Dha fathataini dhan. Dha kasrataini. Dha kasrataini dhin. Dha dhammataini dhun. Dhan, dhin, dhun. Dhan, dhin, dhun. طيب. ظا فتحتين ظن. ظا كسرتين ظن. ظا ضمتين ظن. ظن, ظن, ظن.
Kwa hiyo dha fathataini dhan, dha kasrataini dhin, dha dhammataini dhun, dhan dhin dhun. Za fathataini zan, za kasrataini zin, za dhammataini zun, zan zin zun. Tunakuja hapa, sin fathataini san, sin fathataini san, sin dhammataini, sin kasrataini sin, sin dhammataini sun, san sin sun. Swad fathataini swad, swan sio swadi swad fathataini swan sio swad fathataini swadi. No, maana kuna watu kidogo wanachanganya hapo. Swad fatha, kwa hiyo unaitamka herufi jina lake alafu unakuja kuzitamka hizo juu. Swad fathataini, swad ni hii, fathataini ni hizi. Swad fathataini swan, swad kasrataini swin, swad dhammataini sun. Tukiunganisha tunasema swan swin sun. Tayeb. Ta fathataini tan, hii hapa. Ta kasrataini tin, ta dhammataini tun. Tutasema tan tin tun, tan tin tun. Okay. Dal fathataini dan, dali kasrataini din, dal dhammataini dun. Kwa tutasema dan din dun. Ta fathataini ton, ta kasrataini tin, ta dhammataini tun, ton tin tun. Taja hapa, ra fathataini ron, ra kasrataini rin, ra dhammataini run, ran rin run. Nuni fathataini nan, nun kasratain nin, nun dhammataini nun, nan nin nun. Lam fathataini lan, lam kasrataini lin, lam dhammataini lun, lan lin lun. Alright. Dhad fathataini dhan, dhad kasrataini dhin, dhad dhammataini dhun, dhad dhammataini dhun, dhan dhin dhun. Ya fathataini yan, ya kasrataini yin, ya dhammataini yun, yan yin yun. So hivi. Tayyib. Shin fathataini shan, shin kasrataini shin, shin dhammataini shun. Kwa tutasema shan, shin,
shun. Jim fathataini jan. Jim kasrataini jin. Jim dhammataini jun. Jan, jin, jun. Kaf. Hapa kuwa makini hapa, usije ukachanganya kati ya kaf ndogo na kaf kubwa. Hii inatoka kwa urahisi, sio mzito. Kaf fathataini kan. Kaf dhammataini, kaf kasrataini kin. Kaf dhammataini kun. Kan, kin, kun. Sawa, twende hapa. Qaf fathataini qan. Qaf kasrataini qin. Qaf dhammataini qun. Kan, qin, kun. Kwa utofauti kati ya kaf na hapa na qaf ni katika pronunciation. Sawa. Hapa tunahitaji hii karibu na qaf hii hapa, kaf hii hapa tunahitaji kwa ulaini. Sawa. Kwa hiyo tunasema ka. Ila hii tunahitaji karibu na ko. Kwa hiyo hii iwe ndogo na hii iwe nzito. Kwa hiyo ni qaf fathataini qan. Qaf kasrataini qin. Qaf dhammataini qun. Qan, qin, kun. Kha fathataini khon. Bila shaka nilifundisha kule jinsi ya kuitamka kha nzito na ha ndogo. Hii ni kubwa na hii hapa chini ni ndogo. Kha fathataini khon. Kha kasrataini khin. Kha dhammataini khun. Khon, khin, khun. Makini hapa Taib nyingine nasema ghain fathataini ghan. Ghaini kasrataini ghin. Ghain dhammataini ghun. Ghan, ghin, ghun. Ha fathataini han. Right? Ha fathataini han. Hii hapa iwe nyepesi Ha kasrataini hin. Ha dhammataini hun. Han, hin, hun. Wajitahidi uelewe hivyo Ain fathataini an. Ain kasrataini in. Ain dhammataini un. An, in, un. Ha fathataini han. Ha kasrataini ha. Narudia tena hapa. Ha fathataini han. Ha kasrataini hin. Ha dhammataini hun. Han, hin, hun. Hamza fathataini an. Kwa makini hapo, sio kusema hamza afu kaja kumalizia na ha. Hamza fathataini an. Hii ni a Hamza fathataini an. Hamza kasrataini in. Hamza dhammataini un. An, in, un. Okay? Kwa ni an, in, un. Taib. Kwa hiyo huo ndio mpangilio
wa kuweza kuzijua hizi herufi kwa usawa wake. Sasa ndugu yangu katika imani, jitahidi sana ndugu mfuatiliaji, wewe ndugu yangu, jitahidi sana kuzielewa hizi. Unajua hizi ndio ambazo utakwenda kuzikuta katika Qur'ani. Hizi ndio ambazo utaenda kuzikuta katika Qur'ani. Kwa lazima ujue kwamba hii fatha ikiwa moja inaitwa fatha, zikiwa mbili zinaitwa fathataini. Kwa Kiarabu nilisahau pia ili kulieleza awali. Kwa Kiarabu fatha zikiwa mbili au kitu vikiwa viwili inaitwa taini. Vitu vikiwa viwili vinaitwa taini. Mi'ataini, mra'ataini. Sawa sawa mi'ataini, mra'ataini. Sawa sawa ma'ishataini, aishatain. Kwa hiyo taini ni kitu viwili yani. Sawa sawa Haya, kwa mfano hapa hii ni fatha. Acha tuje huko. Hii ni fatha, si ndio? Hii hapa ni nini? Ni fatha. Hii fatha ikija fatha nyingine juu yake hapa zikawa mbili. Hizi fatha zikawa mbili, maana yake hapa kwamba inakuwa ni inaitwa nini? Inaitwa fatha taini. Inakuwa inaitwa fatha taini. Hii kama naeleweka sawa sawa Inakuwa inaitwa fatha taini. Na hii kasra zikawa mbili, inakuwa inaitwa kasra taini, kwa maana kasra mbili. Na hiyo dhamma ikawa mbili, inakuwa dhamma taini, zinaitwa dhamma taini. Tafsiri yake ni nini? Maanake dhamma zilizokuwa mbili. Kwa hiyo maanake ukija kusoma hapo utasema alif, utaitaja hii alif kama alif, halafu utakuja kuitaja hizi fathataini. Kwa utasema alif, halafu unakuja kusema nini? Fathataini, halafu unakuja kusema sasa neno zima hili. Sawa sawa, you giving the full name. Inatamkwa vipi? Kwamba utasema alif fathataini an. Sawa sawa Halafu hapa alif kasrataini in. Halafu hapa alif dhammataini un. Hapa anasema an in un. Kwa hiyo ndio itakavyotakiwa iweze kuwa. Sasa kama hujaelewa somo la nyuma lililopita, ndugu yangu katika imani, jitahidi uweze kulielewa somo lililopita. Yaani hili somo la vowels hizi, kama mpaka sasa we haujajua ipi ni fatha na unakuja kulisikiliza hili somo, sikushauri hivyo. Kwa sababu ili uweze kujua utaratibu, tazama the previous lessons that I have been teaching or I have already taught. Right? Kwa jitahidi uweze kufuatilia masomo ya nyuma yaliyofundishwa. Hii itakufanya nini? Itakusaidia kuweza kujua kwamba tulianzia wapi mpaka sasa tulipo, kwa nini tunasoma hivi. Kwa hiyo tulishaziona kwamba fatha ni hii na sauti yake inakuwa hivi. Tulishaona kasra na hii, sauti yake inakuwa hivi. Na tulishaona dhamma ni hii na sauti yake inakuwa hivi. Sasa hivi maana yake, sasa hivi tunasoma tanwin, ambapo ndo kusema fatha zikiwa mbili, hiyo inaitwa tanwin. Kasra zikiwa mbili, hiyo inaitwa tanwin. Dhamma zikiwa mbili, hiyo inaitwa tanwin. Kwa jitahidi sana ndugu yangu katika imani, usibweteke. Unajua maana kubweteka? Yani ile kukaa kubali matokeo kwamba nimeshakuwa sijui. Hapana, unaweza ukajifunza. Yani waona hii darasa ile ambalo nakufunza, kama unalifuatilia vizuri, ni darasa moja muhimu sana na linakuja kukusaidia katika usomaji wako. Kwa hiyo katika Qur'ani utakuja kuvikuta hivi vitu. Kwa hiyo weka katika akili yako nini maana ya tanwin. Tanwin ni fatha zikiwa mbili, dhamma zikiwa mbili, na kasra zikiwa mbili.
hii tunaita ni tanwin. Irabu ni nini? Irabu ni kile kitendo cha kusema fatha, kasra, dhamma. Kwa hiyo hizi zinakuwa inaitwa irabu. Kwa hiyo ndugu yangu, lazima ujue na jitahidi sana uwe unafanya mazoezi mara kwa mara. Unahitaji msaada wowote wa maelezo ya maandishi, swali, weka kwenye comment hapo chini. Weka kwenye comment, unahitaji hili, unahitaji hiki, unahitaji hiki. Weka kwenye comment hapo chini, utaelewa tu taratibu. Na mimi nikwambie kitu kimoja. Katika safari ya maisha ama safari ya kusoma, sizungumzie safari ya maisha, safari ya kusoma, katika safari ya kusoma. Safari ya kusoma inahitaji ya muda. Yaani katika maisha yako, muda wako pia upe nafasi ya kusoma. Kusoma hakuhitaji ile kwamba unafanya sana shughuli zako alafu yani kusoma unakuacha, yani inakuwa ni kama last option. No. Kusoma kunahitaji nini? Kunahitaji muda. Kupe muda, utaona vitu vinavyoingia. Mfano, kwa siku waweza kusema kwamba mimi natakiwa nikae chini ni practice somo langu la juzi. Right? Kwa siku unakaa labda unatenga masaa yako mawili ama lisali moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakuwa ni nafasi nzuri sana kwako. Itakuwa ni fursa adhimu sana kwako. Sawa sawa. Ukasema natenga muda wangu nasikiliza darasa hili A to Z. Sifanyi kazi nyingine yoyote. Unachukua daftari lako, unakuwa na kalamu pale, unakuwa unasikiliza maelezo unayoyatoa. Itakusaidia. Leo watu, ngoja nikupe sababu moja. Unajua kwa nini watu wengi hawasomi Qur'ani vizuri? Kwa sababu qaida. Unajua maana qaida ni nini? Qaida ni msingi. Misingi yao ya usomaji wa Qur'ani ilikuwa mibovu. Amini hili usiniamini. Mfano mimi leo shekhi wako, waweza kunisikia Qur'ani naisoma vizuri. Tazama msingi wangu ulikuwa vipi. Mimi naweza nikakupa kisa kimoja kifupi sana. Sisi mwalimu wetu alikuwa akituchapa ukikosea hata kuitamka ra ukasema la. Kosa lake hilo ni sawa na mtu ambaye amemtusi mtu. Yaani mtoto ambaye amemtusi mtu mzima. Yaani utapigwa vibaya, hutosahau. Dha ukaitamka sawa sawa na dha, utachapa sana. Kwa kule kuchapa ilikuwa inatengenezea nini? Kwamba hali ya kukumbuka. Lakini sasa hivi ushakuwa mtu mzima, huwezi tena kuchapa. Unachotakiwa ni kwamba ukae chini, uweze kupitia somo, kulisikiliza kwa umakini. Ninakwambia utaliweza tu. Wenyewe wanasema hakuna kitu kigumu katika uso huu wa dunia. Na ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema hivyo, ametueleza sisi. Ukimtegemea Allah, nothing will be hard. Hakuna kitu ambacho kitakuwa kigumu upande wako. Kila kitu kitakuwa rahisi sana. Unajua mwanadamu hawezi kufanya kitu, hawezi kupata mafanikio yoyote mpaka aonyeshe jitihada zake yeye binafsi. Afanye jitihada katika kukipata hicho kitu. Sasa ndugu yangu katika imani, leo inawezekana vipi wewe unatamani uje usome Qur'ani vizuri ilhali misingi yenyewe kama hii hauifuatilii? Sawa sawa Misingi kama hii inayofundishwa hauifuatilii. Huwezi Qur'ani yako ikaja kuwa vizuri. Kwa hiyo ukiruka hatua moja tu katika kuisoma misingi ya Qur'ani utakuja kuijua. Kwa sababu Qur'ani inakuja kuwa na mambo mengi, yani kadiri unavyozidi kwenda Qur'ani ndio inakuwa inazidi kuwa, kwa sababu Qur'ani pia na sheria zake. Utaambiwa hapo hukumu za mim zinakuwa hivi. Yaani unaona hizi herufi tunazozisoma hizi katika Qur'ani, kama huku huja kuwa makini katika Qur'ani, utaona mambo mazito. Utaona kwamba hawa wanafundisha Qur'ani gani? Mbona Qur'ani ambayo mimi nimefundishwa na mwalimu wangu haikuwa hivi? Qur'ani ambayo nimefundishwa na mwalimu wangu mimi ilikuwa rahisi, ilikuwa hivi, lakini mbona wanafundisha very very hard. Sawa Kwa hiyo ukiruka msingi mmoja tu utakuja kuiona Qur'ani ngumu. Nilikuwa nasema unaona hizi herufi zote hizi, kila moja na sheria yake ya utamkwaji na pia na sheria yake ya usomwaji.
Mfano hii mim, ona hii mim, hii mimo hii kama unavyoiona. Hii ina sheria yake ya usomaji. Kuna hii mimu imegawanyika mara 3. Sawa sawa. Kuna mimu shafawia, amina, hapo ndo unakuja kuipata ikhfa shafawia, idgham shafawia. Sawa sawa. Hapo unakuja kuikuta mimu idhaharu, mimu sakin. Sawa sawa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mimu inaonekana hivi na mimu inakuwa ikiwa na kasratain inasomeka hivi. Lazima kwanza hii misingi uijue. Leo hatuwezi tukakuchukua wewe tukaenda kukuweka katika Qur'ani tusomee lam yakun alladhina, tusomee wailul likulli humazatil lumaza, tusomee sura hii, ilhali we mwenyewe misingi mwanzoni haujakuwa vizuri ama hatujakutengeneza katika misingi. Kwa kila kitu ni foundation. Hata leo nyumba ukitaka kujenga lazima uhakikishe foundation unayoijenga iwe imara, ili ukuta na roof na kila kitu kiweze kusimama vizuri. Nyumba ili iweze kusimama vizuri na iwe imara inahitajia nini? Inahitajia msingi uliokuwa bora. Kuna sisi tunakupa msingi uliokuwa bora ili utakapokwenda kuisoma Qur'ani uisome vizuri, uisome kwa maarifa, uisome kwa ujuzi wa hali ya juu. Sawa sawa. Kwa hiyo jitahidi sana ukiwa unasoma Qur'ani, kabla ya kwenda kusoma Qur'ani hakikisha umejifunza misingi ya usomaji. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia isome Qur'ani vizuri kwa mpangilio mzuri. Some Qur'ani kama unakanyaga. Usisome Qur'ani kama unakimbia. Qur'ani ladha yake isome kwa utaratibu na kwa mpangilio. Herufi inatoka sehemu ambayo inahitajika kuweza kutoka. Herufi inatoka sehemu ambayo inatakiwa iweze kutoka. Sio ra unaitamka la, sehemu ya kuvuta wewe uvuti. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unahitaji kitu chochote kile, kianzie mwanzo, utakipata tu ladha yake. Hata kula usianzie katikati kula, sio bwana jamani. Kwenye kula pia usianzie katikati. Ukianzia katikati utakuja kukosa ile ladha ya chakula. Chakula kianzie mwanzo. Basi taratibu kula hivi. Sieleweka vizuri. Kwa hiyo jitahidini sana tena sana muweze kuwa ni wenye kufuatilia misingi. Ijue alif, practice, fanya mazoezi tena, jua kuandika herufi, jua kuandika. Huku mbele tunapokwenda sasa tutakwenda darasa litakwenda kubadilika. Sawa sawa? Darasa zitakwenda kubadilika. Kadiri unaona darasa, mfano leo tumejifunza tanwin. Kesho ama darasa linalofuata tutakuja kujifunza kitu kingine. Sasa kama wewe huku mwanzoni haujakuwa vizuri, inawezekana tukaja kujifunza herufi ambazo zinapandana na kushikana kwa pamoja. Sio, inaeleweka vizuri? Herufi ambazo zinashikana. Na insha Allah ngoja nikuonyeshe hapa. Wiki ijayo tutakuja kujifunza join letters. Sawa sawa? Ngoja kuonyesha. Tutakuja kujifunza wiki ijayo, tutajifunza join letters. Tutakuja kujifunza herufi ambazo zimeshikana. Tazama hii. Waona hii? Kwa hiyo manake darasa hii inayofuata litakuja kuwa kidogo la tofauti. Kwa nini la tofauti? Kwa sababu herufi sasa hapa tutakwenda kuzibadilisha. Maumbile yake ya hizi herufi zitakwenda kubadilika. Kwa lazima ujue kwamba lamu ikipandana na alif ama ba ikiwa na alif inaonekana hivi. Sasa itawezekana vipi wewe ikawa kwako ni rahisi? Itakuwaje rahisi kwako kama hujajua ba yenyewe inaonekana vipi? Kwa kabla hatujakwenda katika darasa linalofuata, sawa sawa, kwanza jitahidi uweze kujua alifu inaandikwa vipi, ba inaandikwaje. Njia rahisi ya kukijua kitu, kiandike. Alifu inaandikwa vipi? Ama alifu inakuwaje, shape yake? Okay, alif shape yake ni hii na hii na hii na hii. Kiandike pale pembeni mpaka kikae kichwani. Ba inakuwa hivi. Kwa hiyo nikija kukwambia kwamba ba imepandana na alif inakuwa hivi, maana yake lazima ujue kwamba shape ya ba ni hii na shape ya alif ni hii. Sasa itakuwa kidogo ni mtihani kama leo tunakwenda katika darasa lingine na wewe mpaka sasa bado haujajua herufi ba inaonekanaje, qaf inaonekana vipi,
gym inaonekana vipi? Manake utakuwa tayari umeshapoteza kitu katika msingi wako utakuwa ni mbovu, na hakikisha msingi wako haui mbovu. Msingi tu ukiwa mbovu, huko unapokwenda ni pabaya mno. Kwa hakikisha msingi wako unaweka kuwa imara na strong, uwe madhubuti, ili chochote kitakachokuja kutokea isiweze kuharibu. Kwa sababu gani? Msingi wako unakuwa ni imara na madhubuti. Kwa sababu msingi unakuwa ni imara na madhubuti. Kwa hiyo jitahidi sana, tena sana, uweze kuhakikisha ya kwamba wewe msingi wako unakwenda kuwa beautiful. Naamini baadhi yenu katika wanafunzi wetu ninyi, ipo siku mtakuja kufundisha watu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia katika hadithi ya kwamba khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'ani na akaifundisha. Sasa wewe utaifundisha vipi Qur'ani kama wewe mwenyewe misingi yako ni mibovu? Kama wewe mwenyewe misingi yako bado haijakaa vizuri, misingi yako wewe si mizuri, haujui namna herufi ya kuzitamka, manake utakwenda kuwarithisha wengine nini? Maradhi. Na kutoitamka herufi kwa haki yake na inavyotakiwa ni kwamba kufanya nini? Ni kuweza kumrithisha mtu maradhi ya kuisoma Qur'ani kwa makosa. Na sisi hatutakiwi kuisoma Qur'ani kwa makosa. Tunatakiwa tuisome Qur'ani kama ilivyo, kwa kufuata zile sheria zake. Unajua hata lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiarabu, lugha yoyote duniani, sawa, ina sheria zake za kuisoma. Hata Qur'ani lugha yake ni Kiarabu, si ndio? Kwa kama lugha yake Qur'ani ni Kiarabu, hiki Kiarabu kina sheria zake. Sasa Qur'ani yenyewe pia ina sheria zake. Ukiona herufi ni qaf, okay, qaf ina sifa hizi na hizi na hizi, inatakiwa isomwe hivi na hivi na hivi. Ukiona fa, ukiona dal, ukiona ba, sheria zake ni hizi na hizi na hizi, na inatakiwa isomwe hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo haya yote utaweza kuyajua kama utajiondoa katika wimbi la uvivu na kuweza kukaa chini kusoma kile ambacho unatakiwa kukisoma. Bado wewe haujachelewa ndugu yangu katika imani, na hili nalisisitiza kila siku. Wewe bado haujachelewa kujifunza. Njoo jifunze na sisi. Qur'ani bado haujajua, unapata ugumu katika kusoma Qur'ani, karibu njoo jifunze na sisi. Na sisi ada zetu ni nafuu sana, na tunafundisha kutokana na wakati wako wewe. Karibu tuweze kuwa pamoja. Kuna watu wengi ambao tunawafundisha, kuna watu wengi ambao wanahifadhi Qur'ani, kuna watu wengi ambao wamekuja kwetu wakiwa hawajui chochote, lakini walillahi alhamdu wametoka wakiwa wanajua. Alhamdulillah, na tunajivunia katika hilo. Na kadri siku zinavyozidi kwenda, mtakuja kuona inshallah mashindano ya Qur'ani, tahfidhi hapa inshallah. Mtakuja kuona muhadhara, wanawake wenyewe wanatoa muhadhara, mtakuja kuona hapa tahfidh. Sawa sawa. Kwa hiyo tujitahidi kwenye kila hatua zetu. Kwanza weka jitihada. Wa alaysa lilinsani illa ma saa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Najm, wa alaysa lilinsani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura. Mwanadamu hapati jambo zuri isipokuwa kwa kile ambacho amekipambania kuweza kukipata. Kama we ni mvivu, hutopata kitu. Kama wewe umeweka jitihada, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Manishtada wajada, mwenye kujitahidi atapata matunda mazuri. Kwa hiyo wewe jitahidi uwe ni miongoni mwa watu ambao wenye kufuatilia darasa hizi. Jitahidi ufuatilie hizi darasa mara kwa mara, zinakusaidia sana katika kukushape kuweza kuwa ni mwanafunzi bora mwenye kusoma Qur'ani vizuri sana. Jambo lingine la msingi, waalike watu wengine katika khairi hii. Una dada yako, una mwanao, una kaka yako, una shangazi yako, una ndugu yako, mwambie nimekutumia linki hiyo, nenda kajifunze misingi ya kusoma Qur'ani, qaida
jifunze hiyo itakusaidia, jifunze hiyo itakuwa hivi, itakuweka hivi. Jitahidi. Man dalla ala khairin kafa'ili, mwenye kusaidia katika kuendesha khairi, mwenye kusaidia katika kuieneza khairi, ni anahesabika kana kwamba amefanya nini? Ameifanya ile khairi. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu katika iman, tunapokuwa tunapata faida sisi, tuwape pia faida hile na watu wengine. Na mpaka hapa tuseme kwamba tumefika tamat. Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi, na tukutane tena katika darasa linalofuata. Usiache kuweza kufuatilia katika darasa linalofuata biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, ili uweze kujua misingi hii ya Qur'ani. Usiache kutufuatilia. Subscribe account yetu hii, subscribe account ya Tahfidh Online Madrasa, bonyeza alama ya kengele ili darasa jipya litakapofika tu basi wewe uwe wa kwanza kuweza kulisikiliza na kupata faida. Bonyeza alama ya kengele, subscribe, bonyeza alama ya kengele, lakini like hii video, darasa hii, maudhui hii, like pamoja. Pia andika pale maoni yako, mwalimu nimestafidi na hiki, mwalimu nimepata hiki na hiki, mwalimu nina swali hili na hili. Insha Allah sisi tutapitia maelezo yako na tutakujibu bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa tuseme hatuna la ziada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Muda wote ulikuwa nami, jina langu naitwa Ustadhi Abu Mahiri Melekwa. Fanya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyapate ya Ghafuri, kesho tupate kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali, tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya.